Popote pale ulipo mdau wetu, shabiki, staff wetu wa kudumu, lakini leo tukukaribishe sana popote pale ulipo. Unajionaje na hali? Si tuko vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ni siku nyingine tena tunakutana hapa, wadau, shabiki, staff wetu wa kudumu, Waswahili wenzetu ambao tunakuwa tembele nyuma choo na tunakula wala tukati roho. Inaitwa chambu chambu ya mjini, popote pale ulipo. Lakini kama ni mpenzi wa msikilizaji wa radio, tusikilize kupitia 92.5 Mjini FM, kiwa Dar es Salaam, Zanzibar, Tanga, Pwani pamoja na Pemba. Lakini popote pale ulipo, kama uko nje na frequency zetu, unatusikiliza kupitia website yetu ya www.mjinifm.co.tz, lakini kupitia online yetu ya TuneIn, Radio Box pamoja na Radio Garden. Mimi naitwa Tadi Official, waweza kuniita striker wako mahiri. Nimesimama imara kama mnara station kwa jua la kwa mvua, mimi na uzima wa chuma, msumaru unafuata nyuma, waweza kuniita rais wa shoti. Pembeni yangu pale nikiwa na mama chambu chambu, Miss chambu chambu, somo wenye wali wengi wa kumuita Rashida Wanjala, 1 mpaka 5 ndio cheo changu. Somo mwenye wali wengi, sina ubebai, sina kazi bovu. Si unanielewa? Nakumanya. Unavyokuja ndio unavyokupokea, unavyoondoka ndivyo unavyokuaga. Asante sana. Na leo ni chambu chambu na Ashaboko. Rais wa Bagamoyo. Raisi wa Bagamoyo. Wazungu wanaita Asha Hippo. Kiboko si anaitwa Hippo. Ito Thomas sijui jamani. Naweza pia ukasema Asha Bagamoyo. Si unanielewa? Bagamoyo Asha. Habari ndio Mrs. nani vile Mrs. Dua. Takabali Dua. Moja tu, ogopa matapeli, ogopa vishoka. Ndio yake ilisemwa. Waache waseme kama Atafika wapi? Watu wanapogoma sasa hivi ashafana mume wake mpaka jicho, ndugu yangu, kama chikichimani. Na wengine wanavunja nazi, wanavunja maembe, wanavunja maparachichi, lakini ndio bado imeimarika. Wako vizuri. Yaani kafara zao ndio zimekuwa wao ndio zinafanya ndio kinga. Rabbana takabali dua. Amin. Mambo yamekuwa mazuri kabisa. Mambo yamekuwa rere wastara umbuke anazidi kunawirika. Kastirika. Waliotaka ya kumfika. Asha wewe, karibu kwenye kiamba jengo hiki cha Waswahili 5 Mjini FM. Hii ndio chambu chambu. Rais wa shoti Tanzania Tadi Official, sambamba na binti Wanjala mwenye mama King Shayan. Nashukuru, asante sana. Ndio. Kwa poa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Are you ready kwa maswali yetu? Mungu mwema, niko sawa. Niko sawa. Sema kunywa mama wewe kwanza. Yaani tumpeki kipoze, tumpoze maana kuna shoti nzito, maana tuna mambo yake mengi. Walimsema sana dada yangu sana. Dasho kuna shoti zinazidi. Hii hapa ndo huduma ya kwanza hapa first aid. Upunguze shoti kwa chambu chambu. Mkiona kwa mjini, chambu chambu za mjini. Na hapa umekutana na wenyewe na wenye mji wetu wenyewe kabisa. Au dasho shoti hivi vimeandikwa sogea mpenzi, karibu mpenzi. Utakula kwanza au utanani kwanza? Utakula ule ndio ule. Hivi kipepeo chako kina maana gani Dasha, kama iko mtoto wa pwani bwana unakaa Bagamoyo? Hiki kipepeo kwako hiki kina maana gani kwa kwenye ndoa? Kwenye ndoa? Kipepeo mimi kwa ninavyojua mimi, yani umekaa na mume wako, muda huo unataka tena kuomba pesa, basi tena unampepea tala, bora kuomba pesa. Unaenda kuzima feni, kile kijoto chake, basi unampepea, anapata upepo kidogo, anasikia raha huko tena hao kibaza kibao. Na kuna kawa lile pale nyuma, nalo kawa walijua maana yake ya chakula, unamfunikia mpenzi, kupata kimkeka kama hichi, unaweka chakula chako, umeweka sinia lako pale, bwana umeshikimsha kimsuli chako na umevaa dera lako bila kuuliza. Ila sasa hivi kuna mahotpot, kuna mafeni kama wanavyosema, vitu vimesaulika. Mambo yanazidi kubadilika kila tunapokwenda kale, mambo yanabadilika. Wewe kama mwana wa kizamani unaona iko sawa sasa hivi? Sasa kwa sababu si ndo maisha yanabadilika, kwa hiyo maisha yakibadilika, basi na wewe utaenda na wakati kama yanavyobadilika. Ilimradi kama jambo liko vizuri, aliko vibaya, halipotoshi watu, basi sio mbaya. Kwa hiyo na yeye lazima maisha yabadilike kama funguo za gesti. Mimi napenda mahotpot wako uyapendi. Mahotpot natumia kama tunahifadhi chakula, hii chakula cha moto, kawa kwa ajili ya kufunikia chakula cha husband, lakini kawa kufunikia kama chakula akipa kwenye hotpot lazima kitapoa. Wewe unamfunikia shemeji? Nani mimi? Kwenye kawa? Kiukweli sina hata mpango. Au mfuniki kwa hiyo cha zamani kufunika na makao. Kwa hiyo unafunika na wewe, sasa umeenda kisasa sasa hivi. Na Twitter kama vile thermometer vile tena. Unaona mambo bwana.
Hivi Asha, mwanamke wife material ni mwanamke wa aina gani? Unaambiwa wife material, yani mwanamke wa vipi yani? Wife material. Wife material ni mwanamke si tuseme mwenye hekima, mwenye kujielewa, mwenye kujua ndoa yake kwamba ndoa yangu niitunze vipi, upande wa familia ya mume niishi nao vipi, na mume anapolizika na mambo yako, basi huyu ndo wife wangu material. Na wewe material unayo Asha? Mpaka leo niko na mume wangu, basi inaelekea material na mimi ninayo. Mwaka ngapi? Basi inaingia mwaka wa 6 sasa huko. Mashaallah. Kitu kama hicho wa 6 au 7 unaingia. Mashaallah. Sisi kama chama chetu tunawaambia kheri mdumu katika ndoa yenu. Amina inshallah. Muache kusikiza vizabizabina, maana watu wanashati sasa hivi. Mpaka nimefikia leo hapa basi amna atakaingilia huko. Yaani labda ni mwenyewe kuingilia, lakini ndoa yako kuingiliwa wapi? Yaani watu kuingia katika shoti. Yaani kuingia labda katika shemeji kumtaka nini? Mimi siwezi kujua. Huwezi kujua. Au mfuatiliaje ushikishe simu yake shemeji vile? Ushikia na simu ndo kwanza kusumbua na vitu na mili yetu minene hivi tutafuta mapresha sasa hivi. Sasa hivi mtu anaanza akakosea message, inaingia kwa keta, unaanza kutafuta nani, unatafuta kujiumiza roho mwenyewe. Lawama zinaanza. Sasa unawaambia wale wanapenda kushika visimu vya waumizao kama somo kutoka Bagamoyo, hebu waambie kwanza. Unajua kila mtu na mazingira yake. Mtu mwingine anakwambia bwana, simu ya mume wangu ikae hapa, ya kwangu ikae hapa, wote kila mtu aangalie simu ya mwenzake. Kuna mwingine unaona mimi bwana hapana, simu nazijua. Kwa sababu muda mwingine unaona mwenyewe, muda mwingine kwa siku nishaye kutuma message nikashangaa na mjibu yule mtu message anamwambia wewe nani? Wewe Steve na hivi. Mwisho wa siku nimeambulia matusi. Nikaona huyu mtu hanijui, lakini itakuwa kamekosea namba. Sasa hapo ni mwenyewe vitu vyote nimekumbana navyo mwenyewe, nimemalizana navyo mwenyewe. Kumbana navyo mwenzako lazima ataumia roho. Kwa hiyo kila mtu na maisha yake, maisha yangu naona kama kashike simu yake. Okay, kwa hiyo nataka niulize swali Dasha hapo. Imechukua muda gani mume wako kuweza kuzoea kwa amekuona kazi zako, na wengi tunafahamu kazi zako, uigizaji mkongwe, lakini pia unachekeshaji ndani yake, na ndio watu tunapopenda Dasha, ndio kusema Asha Boko tunajua wanavi tibu vyake. Kwa mume wewe imekaje kwako? Aliipokeaje? Kwa sababu amenikuta kwenye kazi, mimi hana tabu na hilo. Amenikuta kwenye kazi, amenichagua, amejua kwa sababu kazi yake fulani, kwa hiyo tunaenda sawa. Kwa hiyo hakuna shida, amekupenda wewe na sanaa yako pia, hakuna shida yani. No, okay. Kwa sababu somo mwenzio kaanzisha kwenye mambo ya ndoa na katubaki hapo kwenye shemeji, maana mjini yako yanazungumzwa mengi, maana shoti zake zipo nyingi Dasha. Kweli huko kuna mambo mengi sana tunalalamika kuzungumza kwamba shemeji yetu sisi ni mdogo kiumri kwako. Wewe unaizungumzaje ile swala? Watu wanapenda kulizungumza mdogo. Kumbe wengine wanasema bwana shemeji ni mkubwa, lakini mwili wake ile dongo zuri la mara kwanza, dongo la maka. Ni mkubwa lakini dongo la maka. Lakini wengi unajua kama mambo ya tabu mtingita tena ndugu yetu vipo songo. Wewe kwa upande wako unaizungumzaje ile swala? Uje kusikia kwa watu wanavyozungumza mambo kama haya? Kwa kusikia nasikia mara nyingi tu. Lakini mimi naona hainishughulishi kutokana kwamba mwanamume kwa mdogo sio mdogo yule, mkubwa sema, sababu ana mwili mwembamba. Ndio maana anaonekana sisi tena tuopewa miili ya puto hii. Basi ukiongozana nao unaonekana kama umeongozana na mwanao unampeleka shule. Lakini kumbe sio hivyo. Sasa hata kama ingekuwa labda bahati mbaya ingekuwa mdogo. Kama ningekuwa natembea naye tu hajanioa kweli, lakini baina amenioa kama kama alikuwa mdogo, basi baina amenioa basi amekubali kwamba mimi nataka mtu na ndio kashakuwa. Unajua sisi wakubwa tunaona wadogo na wakubwa, mimi nahisi anaona huyu kashamaliza mambo yake yote. Ndio. Kwa hiyo nikikaa na huyu tutaelewana, tutaenda sawa. Kashamaliza mishale. Ndio. Inawezekana ikawa watu 2000 wanasumbua na hivyo, lakini anaona mtoto wa 2000 anaweza akanisumbua mara hivi, mara nataka kwenye kitchen party, mara nataka kutunzana, mara nataka hivi, mara nipeke vacation, mara hivi, mara nataka kubebwa kama kuchotae, fulani mtindo mmoja. Ndio. Umeona? Kwa hiyo okay, kwa shemeji wewe na shemeji tuseme amna miaka mingapi mmeachana? Hata kujua mwaka aliozaliwa. Amna miaka mingapi? Yaani sina kumbukumbu. Dasha. Sasa ulikuwa ni labda hana kadi lake la mamake la kliniki yana itakuwa, si ndio Dasha? Hapana, sema hivyo, sina kumbukumbu tu. Okay. Okay, sawa. Turudi sasa katika kazi zako Dasha. Ni msanii mkongwe sana
kwenye hii tasnia. Tunakufahamu tangu enzi zetu tuko wadogo, Vituko Show umepita kule na kina Marehemu Pembe, kina nani. Hebu tuambie mpaka sasa hivi mwaka huu ambao tunao imekufaidisha vipi kazi zako tangu mwanzo? Namshukuru Mungu, baadhi ya vitu vyangu viko sawa. Huwezi kutimiza yote, lakini machache nimetimiza kupitia hiyo sanaa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nimefanikiwa kujuana na watu, kupata heshima na mimi kwamba huyu ni ukenda sehemu, yani ukenda sehemu ngumu kuingia, una uwezo wa wakikuona tu bwana huyu mtu fulani mwache apite, ndio hospitali fulani ya hivyo. Yani kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Okay. Kuna wepesi fulani ambao umepata kupitia jina ambalo ulipata. Wepesi nimeupata na namshukuru Mungu, angalau hata kidogo sio mbaya sana. Uko viedi kidogo. Uko vizuri. Uko vizuri. Siko vizuri. Acha subiri. Kwa pochi lako unaweza kama unatembea kama na shilingi ngapi sasa hivi? Maana kidogo sio unaelewa mambo. Sina hela na shilingi 5,000 kwenye pochi. Una 5,000 Asha. Lakini si nyingine najua mabenki nini umeinvest. Dasha sasa hivi ndugu yangu anachanja tu sasa hivi. Sasa hivi Dasha anachanja tembea kwa kukaa. Sasa hivi Dasha, Mungu ni mwema, maskini wako ni mwakili. Sasa hivi ashikilie bomba hivi. Hivi mwanzo kutoka kule Bagamoyo kuja kufika kumjua umeitoa issue za kazi mfano. Ulikuwa unafika saa ngapi? Yani mimi katika swala kufikaji sehemu mimi ndo nakwambia yani naongoza. Kwa sababu unajua kabisa mambo ya kushikilia bomba au pikipiki. Hapana. Yani nahisi kama ndo nilivyofundishwa kwenye, yani unaenda on time. Yani kama ndo nilivyofundishwa kwenye kazi zetu, tulivyofundishwa kwamba ukiheshimu mtu akikupa kazi amekuheshimu. Kwa hiyo kama amekuheshimu usimkwaze. Ukimkwaza wakishambizana wawili watatu kwamba bwana fulani bwana ukimitia kwenye kazi yako anasumbua ana hiki basi huwezi kupata kazi kwa nani kwa kazi. Okay. Kwa hiyo sio kwamba sasa hivi kwa sababu kwa hivi na mara kwanza bado kupovili. Yani mimi nipande daladala nitawahi kufika mapema. Yani mimi ukiniambia tu bwana kesho kazi saa 2, mimi saa 1 nishafika pale. Yani hiyo saa 2 yani nimechelewa saa 2 labda na dakika 10 na dakika 5. Ndio maana unapata mafanikio dada. Sio kusema kwamba yani hamna kitu sio kama kumuuzi mtu kwenye kazi yake. Maana sio hapo tunaweza tukamwambia tu interview, jamani tuje saa ngapi? Saa 8, mtu anakuja saa 10. Kaenda kumua jina. Masaa mawili. Mambo yakopo mengi. Kiukweli mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru kina mzee Pwagu ndio walitufundishaga vitu vingi vidogo vidogo vya sanaa kama hivyo. Mzee Majuto. Yani tunawashukuru kweli yani, na tumefuatilia mpaka leo bado tunasikiza usia wao. Ndio, na ndio maana mpaka leo bado uko juu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, Boko hujashuka. Hivi Boko imetokana na nini? Maana Asha ni jina lako Asha jina bibi yangu mzaa mama. Mimi jina langu Tatu. Na hilo Boko? Yani hilo la Boko hilo tulikuwa tunashuti na Kiwewe. Kiwewe, okay. Alikuwa tunashuti kama Kiwewe kama mume wangu. Kwa hiyo ndani nikawa nampiga. Sasa yeye ndo akawa anapiga kelele, Asha Boko punguza kichapo. Asha Boko punguza. Kwa hiyo watu waliposikia vile ndio jina likaanza. Kumbe Kiwewe ndiye alikupa jina neno Boko ndio mpaka leo. Sasa hivi tukuona ukaribu wako na Tausi Mdegela kwenye zile kazi zenu kwa tunaziona. Vipi? Ubize au kuna stofahamu? Hapana, nahisi inawezekana kwa sababu tuko mbalimbali. Lakini tuna mawasiliano vizuri tu. Chemistry yenu vipi? Kwa watu tulipenda. Yule mfupi ana vipembe zako, wewe mnene mrefu una vimbwanga, yani tuseme kama Zena na Betina. Vipi ile chemistry? Uone kwamba maybe mngeendelea nao ingewafikisha Bambari somewhere? Sasa unajua maisha yanavyoendelea mambo yanabadilika. Yeye ana heka zake, hata unajua sasa hivi ameokoka. Kwa hiyo mara nyingi anakuwa sana yuko kanisani, muda mwingi kanisani. Akitoka kanisani labda anaenda, nahisi amefungua duka, itakuwa anaenda dukani kwake. Kwa hiyo badilika. Kwa hiyo siku hizi kwenye sanaa naona hayuko sana. Sema sasa namuona yuko kama na mfano wako na shiriki vigongo, lakini tuko sawa, hatuna shida. Namshukuru Mwenyezi Mungu kabisa. Na juzi katoka kunipigia simu, tumeongea naye. Okay. Hivi Dasha bado unaogopa kuna kufanya surgery?
Maana usemaga unaogopa kwenda kufanya surgery. Nenda kufanya surgery ya nini? Tuwaulize aje maana Asha nini? Maana surgery ya nini? tumbo watu wanakusema kwa tumbo lako sijui. Tumbo langu halibebi mtu, nalibeba mimi mwenyewe. Kama uzito kama wepesi na usikia mwenyewe. Haya, huyo mtu atakayenisema anafanikiwa na nini? Kuna mmoja nasikia itokea mdhamini anaenda kupa udhamini ukasema mimi sitaki naogopa kufanya surgery. Kwamba tumbo, watu wakusema tumbo pamoja na ukifanyaga jambo lako kwamba kidogo ukaipunguze. Ili iweje yani? Ndio sijajua, ndio maana unaogopa surgery. Waviache vitu vyangu nitaondoka navyo mwenyewe. Wewe surgery upendi Asha? Surgery upendi kabisa? Yaani sina mpango wa kufanya. Hata kufikiria. Yaani hata sifikirii. Kwa hiyo sasa unatajia alivyokuambia vile akakufanya surgery wewe ulikubaliana vizuri. Hela si bora hata ungemwambia akupe hela vile labda. Si tajiri, yani mtu mdhamini aitokea kwa anakuja kwa ajili ya kukupelekea kwa ajili ya surgery, akasema mimi naogopa surgery sitaki. Sasa nini unafanya surgery yani kwa hiyo wanaenda kufanya surgery za nini? Kila mtu na maisha yake. Kila mtu na maisha yake. Wewe upendi tu. Yaani kila mtu na maisha yake. Mimi sitaki kuingia sana kwenye mambo haya kwa sababu Mwenyezi Mungu kaniumba hivi, tumbo limekuwa kubwa, haliniumizi, halifanyi chochote, basi sio shida zangu. Mtindi Mwenyezi Mungu kanipa mwenyewe unanitosha, na uzuri mwenyewe unajimudu jambo mwenyewe ninaliweza, jambo unajimudu. Jambo liko wapi? Jambo mwenyewe nasema ninalo taba nalo, umeona? Wala sio shida zangu. Hata joto hili. Wala hata joto baridi. Kati ya tumbo na hapa kifuani, shemeji anapenda sana wapi kualia? Una mambadi roho yangu. Maswali gani ya kuniuliza? Nimeuliza tu Darasha. Kwa sababu umesema hakutii joto. Kama mimi hapa. Mimi mwanamke wangu napiaga tu na niliu. Nikiangalia ile jicho lake, napenda kifua chake. Mimi hapa kwa hivi yako. Wewe je, shemeji yangu anakatia tumbo na hapa anapapenda wapi? Sijui maswali yale yatakuwa sasa muulize Yesu. Yaani kiufupi tu kwako wewe Asha. Wewe ndio mume unalala. Unajua kabisa gonjwa anapenda mwili mzima. Anapenda mwili mzima. Mwili mzima anapenda mwili mzima. Mwili mzima anapenda. Maneno ni. Mimi kama Darasha vile anavyofanyaga huko kwa adau kwa baba shemeji naye mpaka wizo chachawizo. Sasa uzuri Asha, wao ni wajue watu wajue. Asha bwana ana shepu mbili. Ana shepu ya mbele na ana shepu ya nyuma. Zoom muone habari ndio hizi. Darasha timu 3 timu 2. Siti zake hapa ngapi? Eti Darasha timu 2 3. Mimi sijui ni watu wa mjini. Darasha. Ni watu wa mjini mimi sijui. Hao wengine wanapinga. Sijui wanapinga. Mimi mkinipa labda hizo tii zangu. Mimi nakula tii 3 bwana. Darasha basi nishazichukua na ondoka nazo. Tii 3 na unapanga nazo. Asha waonyeshe. Asha iko vizuri. Wakomeshe. Umeona jicho lake mtoto wa kipwani. Umeona jicho lake kwanza. Ndio kama sasa wamechaguana na mashallah. Mashallah. Hivi somo. No. Hili swala kucha. Nini tena? Sasa mbona mtazamaji mpaka anaomba kuuliza hili swali? Uliza. Acha sio shida. Mbona kupigia kofi la ngedere mimi hapa. Mbona imekaa standby. Mbona sio shida zake. Darasha hii tunanong'oneza mateta somo. Hivi Darasha kate una shemeji. Na nilipata mwanzo. Sasa mimi mwanamke nitamtokoza mwanamume. Wewe una wazimu. Si taratibu Darasha tunateta. Utataji gani wewe? Katika mwanamume na mwanamke anamtokoza mwenzake nani? Mwanamume. Kwani wewe unaona sina shepu ya kutokoza? Mimi nakula. Mimi na mvuto, yani pamoja naona hivi mbele sijui lakini mimi na mvuto natongozwa. Habari ndio Asha mtongozwa natongozwa. Na Asha na mkweli. Asha yeye ana mvuto wa ndani na ana mvuto wa nje pia anao. Wewe tena. Kitu ambacho kilichosi nimemuona. Kilichopo somo nilivyosikia kwamba mnauzaka alikiri mwenye Darasha. Alisema kwamba mimi nilielezea feelings zangu. Hapana, sijawahi kusema hivi. Sio kweli. Darasha. Hapana. Darasha. Sio kweli. Subiri. Ingia. Subiri kuonesha jambo. Ingia. Au ianzie mwanzo labda. Maana mimi nikasema kwani kuna ubaya mwanamke kuelezea mwanaume? Na yule jamaa akamuuliza akamwambia sio mbaya kwa karne hii. Makubwa. Darasha nani hapo una viporo kwa usingizini sio kama kale Darasha labda sio wewe, lakini hiyo issue ambayo ilitokea kwamba ulisema kwamba sio mbaya mwanamke kujielezea feelings kwa mwanaume. Kama kweli kama mtu unampenda kujielezea kwani kuna ubaya? Hakuna ubaya. Ila mimi nimetongozwa.
ulifatwa Mimi nimetongozwa. titi for tat. Tongozwa mwanamke katongozeka. Kwani Asha sikia alivyokutoa sikio ukakubali naye au kidogo ukamzungusha hiyo. Nilikuwa nina kiu ya kutongozwa au ilikuwaje? Wewe kidogo ukajibrand kwanza. Nilikuwa nina kiu. Ndio hatujui Asha, tujuze watu wanataka kujua pale Asha ilikuwaje kuwaje yani. Yaani ulivyotongoza ukampokea vipi Shem Darling? Nini Asha, mbona na la kusema mimi? Hivi niko maakuna mtaa shemeji wapi hiyo? Mtana yako. Ngari yako. Mungu akutoka Mungu kaongea. Mnakana ni kama vile utumbo anaita sasa na ndugu mtapata wapi au kupata ni kutadodo miaka 6 ngari yako. Na hili utubana inabidi kidogo uzagae watu wakuone. Sasa umekaa machakarani. Makaa ndani. Koda Asha iko kari yako hiyo. Dukani hapo. Amna, yani yule story yake. Mimi nimeona kama nahisi kama soma mara moja au mara mbili.